Hii ni simulizi nzito, ya kusisimua na yenye mafunzo makuu kwa jamii. Mtego wa urembo na ulimwengu wa majini. Giza nene lilikuwa limetanda katika kijiji cha mbali, sauti za wadudu wa usiku pekee ndizo zilizosikika. Katika chumba kidogo, kijana mmoja aliyeitwa Abdul Aha alikuwa katika usingizi mzito. Lakini usiku ule hukuwa wa kawaida. Abdul Itul Melhaya alijikuta yuko kwenye ufukwe wa bahari yenye mchanga mweupe na maji ya bluu yaliyokuwa yakicheza na mwangaza wa mwezi. Ghafla, alitokea binti mmoja mrembo kiasi cha kutisha. Macho yake yalikuwa na rangi ya kijani kama majani ya kwarara, yakimetameta kwa namna isiyo ya kibinadamu. Abdullia, akivutiwa na urembo ule, alimsogelea. "Samahani mrembo, jina lako nani? Naweza kupata namba yako?" Binti akatabasamu, sauti yake ikiwa na utulivu wa ajabu kama mlio wa zeze. "Naitwa Malikia." "Na wewe je?" "Mimi ni Abdul," kijana alijibu kwa bashasha. Malikia alimpa namba ya simu, kisha akatoweka kama moshi. Abdul alizinduka huku akitoka jasho jingi. Ilikuwa ndoto tu, lakini mbona namba naikumbuka? Alijiuliza. Asubuhi iliyofuata, Abdul alijiandaa kwenda kwenye shughuli zake za kila siku. Alipofika kwenye njia panda yenye kichaka kinene, pua yake ilivuta harufu fulani, manukato makali, matamu na ya ajabu. Yalikuwa ni manukato yale aliyoyasikia kwenye ndoto yake. Alipokutana na rafiki zake, aliwasimulia kila kitu. "Jamani, nimeota ndoto ya ajabu na leo nimesikia harufu ile njiani." Rafiki zake walitazamana kwa hofu. "Abdul, ya harua, ndoto za namna hiyo mara nyingi ni za majini. Achana nazo, piga moyo konde na usali," walimwonya. Lakini Abdul alipuuza. Aliona urembo wa Malikia ulikuwa mkubwa kuliko hofu yoyote. Ilikuwa majira ya saa 6 mchana. Jua lilikuwa utosi. Abdul Asira akiwa anarudi nyumbani, alikutana na binti aliyemfanya asimame kama amepigwa na radi. Alikuwa ni Malikia. Alikuwa mrembo zaidi kuliko hata alivyomuona ndotoni. "Samahani kaka, mimi ni mgeni hapa," Malikia alisema kwa sauti ile ya ndotoni. "Naweza kuelekezwa nyumbani kwa mzee Ali?" Huku moyo ukimwenda mbio, alijikaza kiume. "Usijali mrembo, nitakusindikiza." Wakiwa njiani, Abdul alijawa na hofu, lakini tamaa ilimzidi. Walipofika, alifanikiwa kuchukua namba ya simu ya Malikia. Uhusiano wao ulianza hapo. Walikuwa wakiongea kila siku, wakikutana na kupendana. Abdul hakuona chembe ya mashaka tena. Siku moja, Abdul alimwambia Malikia, "Nataka nifike kwenu nione wazazi wako." Malikia alitabasamu kidogo. "Sawa mume wangu. Leo saa 8 ya usiku, nitakuja kukufuata." Abdul alienda kwa wazazi wake na kuambia anataka kuoa. Wazazi walimbariki, lakini hawakujua mwanao alikuwa anaingia kwenye tanuru la moto. Ilipofika saa 8 ya usiku, Abdul akiwa ameketi chumbani kwake, harufu ya manukato ilijaa chumba kizima. Ghafla, Malikia alitokea. Safari hii hakuja kwa miguu, alitokea tu katikati ya chumba. Uzuri wake ulikuwa umeongezeka maradufu, huku aking'ara mwangaza wa ajabu. "Mume wangu, uko tayari?" Malikia aliuliza. Abdul akatetemeka. "Malikia, wewe ni nani? Kwani wewe ni jini?" Malikia alicheka kicheko cha kishindo. "Sidhani kama ni wakati wa kuuliza hilo. Unashindwa hata kunitambua." Kabla Abdul hajapata jibu, dunia ilizunguka. Kwa kufumba na kufumbua, walijikuta katikati ya bahari kuu ya Pacific. Walikuwa ndani kabisa ya maji, lakini Abdul alikuwa akipumua kama yuko nchi kavu. Aliona viumbe vya ajabu, binadamu wenye mikia ya samaki na wengine wenye sura za kutisha. Wote walikuwa wakimuinamia Malikia na kutoa heshima. "Malkia wetu amerudi," walisikika wakisema. Walifika kwenye kasri kubwa la dhahabu na lulu. Ndani yake, juu ya kiti cha enzi, aliketi mzee mmoja mwenye sura ya kutisha sana. Macho yake yalikuwa kama mkaa wa moto. "Karibu kijana," yule mzee alinguruma. "Mimi ndiye mfalme wa hapa. Binti yangu amekuchagua. Je, uko tayari kufunga ndoa naye na kuishi nasi hapa milele?" Abdul alizunguka macho, aliona hakuna njia ya kutoroka. "Ndiyo, niko tayari," alijibu kwa sauti ya kukata tamaa. Hapo hapo, kelele za shangwe na vigelegele vya majini vilirindima katika kasri lote. Nguo za Abdul Iza silote zilibadilika ghafla na kuwa joho kubwa la harusi lililotengenezwa kwa hariri ya ajabu. Muziki wa kusisimua ulianza kupigwa, huku mamia ya majini wakizunguka wakifurahia harusi ya binti yao na mwanadamu. Abdul alijua ameingia kwenye mtego ambao hautakuwa na mwisho. Alikumbuka ushauri wa rafiki zake, lakini ulikuwa umechelewa. Alikuwa amekuwa mume wa jini Malikia, mfungwa wa ulimwengu wa giza chini ya bahari. Fundisho la simulizi hii: 1. Tamaa ya macho, si kila kinachong'ara ni dhahabu.
Abdul Asba alivutiwa na urembo wa nje na kusahau kuchunguza asili ya mtu anayehusiana naye. 2. Kupuuza ushauri. Rafiki zake walimwonya kuhusu ndoto zake, lakini alizipuuza. Ni muhimu kusikiliza busara za watu